kuwabadilisha sasa watoke kwenye upande wa maisha ambao ni ya kawaida kwenda kwenye maisha ya tofauti. Nachotaka kusema ni nini? Haya yote tuliosikia leo, mimi nasema watu wengi tunaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Na utajiuliza maarifa haya ni yapi? Nataka nikupe mfano mmoja. Yuko bwana mmoja anaitwa Abraham. Wengine mnamfahamu ambao mmesoma Biblia au kwenye Qur'an. Abraham aliambiwa hebu toka nje kaangalie. Alipotoka nje kwenda kuangalia, akaanza kuangalia. Akaambia unaona land yote hii? Akasema ndio naiona. Hiyo yote nimekupa wewe urithi, wewe na vizazi vyako. Sawa? Sasa wewe unajiuliza mimi ni uzao wa Abraham. Hivi ile land ya Abraham iko wapi? Hivi unajaribu kujiuliza hicho kitu? Kama unajiuliza nataka ujiulize. Ile land ya Abraham iko wapi? Hapo Mungu alisema chukua hiyo wewe na. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba leo hii ile land ni kitu kinaitwa leverage, power of using other people's time and other people's expertise to emerge for your success. Uwezo au wa kuweza kutumia rasilimali watu au rasilimali muda ili kuweza kufanya nini? Kufikia mafanikio. Ile land ni visual imagination. Leo hii ile land iko kwenye imagination zetu. Jinsi ambavyo utalala usiku unajiona huna 200 lakini unaamka asubuhi unacheka. Unacheka tu moyoni unasema by the way nina opportunity. Hivi unajua naweza nika tweet message moja nikapata order ya Clean9 faida zaidi ya 50. Mungu akupe nini? That power of imagination ndio Mungu ambayo Mungu alimwachia mwanadamu kama urithi. Nguvu ambayo kila mmoja wetu aliachiwa kwa ajili ya kufikisha malengo yetu. Kwa kitu ambacho nataka kusema leo, baada ya kumaliza hii training, labda ujitafakari, uanze kuimagine kwa sasa hivi. Nini unataka kupata? Kama ni gari zuri, anza kuliimagine, anza kulichagua kama kichaa. Wanakuambia ndoto ikiwa ndogo utapata kidogo. Ndoto ikiwa kubwa utapata kile kitu kubwa. As the man thinketh, so he is. Now if thinking is free, why don't you think big? Unajua kwa sababu ni kitu cha kawaida, sio? Why don't you think big? Kwa mwisho siku tunasema wewe utaonekana umechanganyikiwa. Mimi siku niko pale benki kuu. Nawaambia wenzangu hivi unajua mimi kabla sijafika miaka 40 nitakuwa nimeretire. Young and rich na enjoy maisha, natembea dunia mbalimbali, miji mbalimbali. Wakasema umechanganyikiwa wewe. Wewe mtafute baba yako kwanza, tafuta ndugu zako wote, uulize nani aliwahi kuretire. Kumbe mimi retirement yangu ilikuwa simaanishi kwamba sifanyi kitu tena. Nilikuwa namaanisha kwamba kupambana, hard work instead of smart work. Unapokuwa una uwezo wa imagination, unapokuwa una vehicle ambayo inaweza kukupeleka sasa kufikia malengo yako, unahama kutoka kwenye maisha yale ya kawaida, unaenda kwenye maisha ambayo unayatarajia wewe. Kwa napenda nirudi tena nijiulize nini leo wewe unathink? Unathink matatizo yako tu. Matatizo yapo hayaishaji. Msiba ni kawaida, kutokuwa na pesa ni kawaida, si matatizo hayo. Afya kwingine zinaporomoka ni maisha ya kawaida. Hakuna tatizo ambalo ni jipya hapa duniani. Sasa kwa nini ufikirie tatizo na kwa nini usifikirie opportunity, fursa ambayo inakwenda kupeleka mbali? Sasa maisha ya mwanadamu yalivyo ni kwamba unapokuwa unapewa option ya kuchagua, kama tumepewa kwa mfano mdogo wa kwenda mbinguni na unajua mara nyingine unakuta wewe mwenyewe unazembea. Tunasema decision decides wealth. Don't miss the gap. Yaani mimi siku niliyoambiwa hiyo opportunity kulala. Wewe ukilala vizuri leo una shida. Kuna sehemu itakuwa inakaa vizuri tu kwenye imagination zako. Mimi nilimwangalia Rafiki siku hiyo naambiwa eti Rafiki anatengeneza $900,000. Wakati mimi Tanzania niko hapa sina hata milioni moja, hata saving hata $500,000 na nafanya kazi benki kuu. Ni engineer by profession. Na kigari changu cha mkopo hapo naendesha, mimi nakipiga taxi, yani mradi tu. Si unajua maisha yale ya kawaida mno. Lakini kikaa nikipita barabarani naona Waarabu wanaenjoy maisha, watu wengine wanaenjoy. Najua hivi sisi katika familia, kwani wapi tulikoseaga? Where is the gap? Kumbe ukiwa unajitafakari namna hiyo tayari uko kwenye hatua ya kwenda kwenye utajiri. Mungu sasa anasogeza karibu opportunity. Na hakika wote mliofika leo vijana, wadogo zangu, naamini hata wewe ni mtu ambaye unakereketwa ndani. Kuna mtu uko hapa eti ukereketwa kwenye maisha utamani kufika sehemu fulani. Au unahisi kwenda kula hayati Nyanasa. Hivi unajua kuna mwingine anakuambia niende Zanzibar.
sianasa hiyo ya matofali. Matofali yake ipo. Na mapumziko fun ipo. Hello? Hi. Nataka utoke hapa leo, usitoke una imagination za mtu mwingine, kwa sababu maisha yalivyo wanasema hivi, the dog barks to the person he doesn't know. Mbwa huwa ana tabia ya kubweka kwa mtu asiyemjua. Ukitulia baadaye muda kidogo akakuzoea zoea hivi, baadaye anatulia. Hello? Hi. Nataka kusema nini? Let the dog barks but the caravan moves on. Oh yes. Let other people with no vision, with no imagination, with no fursa, haja kama saa mawili hapa kusikiliza kama wewe matatu. Mtu ambaye hajapata ndoto, hajamuona mtu ambaye anaendesha D4, brand new Ford Ranger, hajamuona ambaye ana uhakika kabisa huyu anafanya hii kitu. Let them back, but you move on with your decision. Hiyo inamaanisha nini? Have your own decision. Usio kutoka hapo ukasubiri decision shangazi. Decision ya mama. Sijui decision ya nani. Yeye alishapitia aso zake. Huwezi jua atakuchagulia wewe kipi. Huwezi jua kipindi hicho yeye mawazo yake yameangukia wapi. Rafiki yako ulikuja naye hapa, hamtatembea safari moja. Mtakuwa pamoja kwenye discussion, kwenye kazi, kwenye nini. Lakini unawezekana mawazo yake yeye anaona kama wewe ngoja tu, yes kazi yako kuomba vivocha vya 10,000. Vina muda wake vinaisha vile. Naomba nimshie 5,000, 10,000. This is not the time for begging. This is the time kuangalia opportunity na kuifanyia kazi. Kwa hiyo imefika wakati sasa maisha yetu yako mikononi mwetu. Hello? Hi. Nataka niombe mfano mmoja ili msichoke sana. Lakini nataka niombe mfano mmoja. Yuko jamaa mmoja siku moja ametoka huko na wenzake, ameenda kupiga party, akapiga maji, akanywa, akaleo, akaingia kwenye gari. Sasa anaingia anatafuta kwanza, anashangaa mbona hizo mimi jamani kwenye gari yangu ameiba kila kitu, inakuaje? Yaani ndani sioni chochote, sioni steering, sioni gearbox. Yaani amechanganyikiwa. Mwana bwana. Sasa wenzake wakanashangaa, akatoka nje akasema anaenda kupiga simu polisi. Unajua tena, kashaelewa. Mwisho wa siku anapiga simu polisi, polisi anakuja baba bwana ambaye mtu peke ingelia tukakagua. Anafika pale kioo hakijavunjwa. Alifungua kwa ufunguo wake mwenyewe kwa kubonyeza. Lakini kumbe amekaa siti ya nyuma. Ndio maana haoni gearbox, haoni steering, haoni chochote. Sasa leo tunasema maisha yako mikononi mwako. Ukikaa kwenye wheel wewe mwenyewe, ukaamka asubuhi ukamwambia Mungu, unapiga sala zako zote. Kila mtu hapa na imani yake. Ukisimama kwa dua yako, kwa sala yako, ukamwambia Mungu, nimepata hii fursa. Niinulie watu sahihi. Nifanyie hiki na hiki. Utashangaa mazingira unavyoendelea kufanya kazi. Mungu anabariki hatua za mwanadamu. Hivi unajua kila hatua unayopiga Mungu anaiona. Mungu abariki mtu alikaa. Ndio maana kuna mwanamke mmoja aliuliza, "Una nini ndani mwako?" Akasema, "Nina kibakuli." Akasema akachukua na vya jirani vibakuli vyote, leverage hiyo. Ability to work with other people. Akasema akachukua na vibakuli vya jirani vyote, uvilete hapa. Yule mama akafungua sheli ya mafuta. Ndio biashara hii hapo. Leo hii wewe inawezekana unawajua watu wangapi kwenye simu yako, labda unawatumia tu. Au watu 20 tu. Au majirani zako wote ukiwa listi wamefika 50, bado wengine unaendelea kuwakumbuka labda. Sijui una ngapi. Wengine wanasema mtu yote afika 18, anajuana na watu zaidi ya 200 kwa majina. Unaweza kwa listi tu wale katika 200 tunasema 10% wataanza kukuelewa. Let the dog bark but the caravan moves on. Ndio principle yetu sisi. Daktari anafanya operation. Mgonjwa akifa alii daktari anasema lete mwingine, muda umeshafika wa mwingine anaenda huko. Kwa nini? Kwa sababu yuko kwenye mission. Unapokuwa kwenye mission kama mtu uko vitani, uangalie pembeni, uangalie wapi. Wewe unaangalia unakoelekea mpaka kieleweke. Mtikise jina lako mwambie mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke. Na ukiona kijaeleweka tunasema hivi unakuja kunyonya tena knowledge. Kwa nini? Kwa sababu kuna mazingira unaweza kupita, umeanza biashara uko na hamasa zako, umetoka leo umeingia unafika. Nakumbuka Veros wiki ya kwanza ameshaanza, nimaliza. Alinunua tena yeye alikopa kwa wenzake, aliomba kwa 50 akafikisha akapata mtaji. Alipowazima akamwambia baada ya miezi 3 na warudishia kila kitu yeye sasa. Kweli akauza bidhaa akarudishia, lakini sasa biashara akawa bado hajapata mtu yote kujiunga na nini. Siku moja amealika watu wameingia toilet kama hivi. Anaingia ukumbi umejaa kama hivi. Yeye wakwake hata huyu hajatokea. Mwezi umeisha. Kabidi aliyetuchoni. Nikacheka nikamwambia you are still a baby. Ili uweze kupata leverage, knowledge is potential power. Knowledge is what? Potential power. It is not power. Sorry, knowledge is power.
it is not, I mean, it is potential power. It will only be a power when you put it into use. When you practice. Kwa kinachotokea nini? Unapokuwa unakuja darasani mara kwa mara, unakuwa kama yule ndege ambaye mama yake amemzaa leo ni eagle lakini hawezi kuruka. Sawa? Anaanza anataka kuruka, anadondoka. Mamake amwachi, anakanyanyua, anakarusha juu, anakaachia. Kanaumia saa nyingine. Anakachukua tena, anakapeleka juu. Na wewe kuna siku utakachozi katatoka. Jamani, mimi sijafikisha point yangu. Nilikuwa nataka nifikie 200 ninunue hiki kisimu. Sijui nilikuwa bado hakijafika. Kwa nini? Kwa sababu bado una nia na njia umeiona. Tunasema endelea kukaza buti. Pero alilia siku hiyo tu. Leo hii yuko wapi? Yuko South Africa. Ana brand new car. Ana familia yake nzuri, kapata na mume mzuri, maisha yanaendelea. Mmenielewa jamani? Mabinti ambao mjaelewa. Kinaenda someona wakiwa forever bwana. Nenda kwa presentation na kukutana na mke wake. Kwa hiyo unachokia nini? Be in position. Know your stand. Yaani kuwa katika mstari ambao una vision. Usiende kwa watu ambao wanaishi kama hawana maono. Anawaza tu maisha ya kawaida tu. Nisome kwa bidii, nikatafute kazi, nije niolewe, nizae watoto, nikimaliza nizunguke njia hiyo hiyo kwa miaka 40. Kama nakaa Mbezi basi ni Mbezi kwenda mjini. Mbezi kwenda mjini kwa miaka 40. Sio wewe ni mtu mwenye maono. Wewe uliyepata mwanga wa leo ni mtu ambaye unatakiwa ukae chini sasa. Unachora ramani yako. Ramani yako iwe kubwa. Wewe unawaza kitu kikubwa kwa sababu inawezekana. Hakuna ambacho utakipanga leo kisiwezekana. Umesikia kuna watu miaka 5 wamepata gari? 5 years tu. Imani. Kuna mtu yuko kazini sehemu fulani, gari yenyewe kaipata kwa mkopo. Kigari chenyewe ni cha kawaida. Kina watu wa vijana wadogo walisha maforesta hapa. Sio bei gani maforesta sasa hivi? Lakini unakuta mtu anasukuma. Kwa nini? Alikuwa na hiyo imagination. Kwa hiyo nataka nirudie kusema hivi. Wewe uliyefika leo hapa, mafanikio yako yako kwenye imagination zako. Ukiweka sasa hivi mawazo yako kwamba mimi nakwenda kufanikiwa, itakuwa. Sawa? Ukisema mimi naona kama nitaweza kweli, inabaki hivyo hivyo. Sasa kwa sababu thinking is free kama nilivyosema, let's think positive. Hebu kila mmoja ajichambue, jichukulie wewe leo hii baada ya miaka 10 unaenda kuwa nani. Na kitu kikubwa ambacho naweza nikasema, be teachable. Usiwe I know. Unajua kila kitu unajua. Come with an empty cup. Njoo na kikombe kisichojaa. Wacha watu waanze kukijaza sasa. Si ulishajazwa knowledge ya chuo, knowledge ya form 4 wengine. Ulishajazwa, si ile knowledge ile. Ile imeishia pale. Sasa hapa ndio kwenye knowledge nyingine. Ambapo sasa hii unaelekezwa practical. Sawa? Hapa tunasema unajifunza, unaingia kitabu. Sawa? Kwa hiyo ukifanya hivyo practical, unaanza kujenga skill ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo mimi naomba niwapongeze, naomba ujipigie makofi wale fika hapa. Kwa sababu we are going to make other millionaires in this room. Oh yes. In this room, other millionaires will come. Sasa I wish kwa sababu leo ni the first day. Unajua leo ni memorable day. Nyie ambao mlikuwa kwenye hii room leo siku ya kwanza, usipoteze hii neema. Kwa sababu kwanza hapa machampion wengi watakuwa wanaweka nguvu kwako zaidi ili uwe mfano for the rest of the people. Kesho nakuta wewe ndio unakuja kufundisha, ndio utakuja kutoa testimony yako. Umeelewa? Hata kama unafanya part time bado umeajiriwa, bado still unaweza ku make it. Mwisho nimalizie. The business that can give you a sleep is forever living progress. Mimi nimefanya biashara nyingi sana. Sasa hivi niko consultant kwa biashara maeneo mbalimbali tu tofauti. Lakini nataka nikuambie hakuna business inayonipa peace of mind. Biashara ambayo unaweza nikalala ukiwa unajua kesho yako. Kwa sababu hii biashara unajua unarithisha kwa watoto. Fikiri leo dada, hebu nikuulize swali. Leo umepata watu wawili, alafu wakajimultiply. Si unajua ni kama uzao ukajiongeza ile leverage sasa. Kesho kutu ukashangaa umesogea nchi. Wewe unaendelea tu kidogo unaendelea. Baada ya miaka 10 20, baada ya miaka 50 haupo, familia yako inakuja kubeba ile timu. Utakuwa wapi? Tumekutana kina Magnus umerithi biashara za mama zao. Mtu yuko Scandinavia wanasema mama yake alianza biashara miaka hiyo, yeye kaja kubeba timu, lina watu zaidi ya 5,000, 10,000 sio wangapi sio. Haki anakuambia kwa mwezi anatengeneza zaidi ya $100,000. Kwa mwezi tu $100,000 kalisi hilo dude. Sasa wewe kwa kuwa hujazaliwa kwa familia ya Kiarabu ambao tayari unalisishwa, hebu tengeneza njia yako. Ili kesho kutwa unabaki tu na investment zako, unatupia tu majengo yako na vitu vingine, lakini kuna kitu kinakupa a good sleep.
Mimi sometimes ikinipigia saa 2 nakuwa sijaamka kwa sababu kwenye good sleep. Kwa sababu ni wakati wangu. Kila kitu kina wakati wake, sio? Yes, kuna majira ya kuvuna na majira ya kupanda. Wewe haya majira sio ya kulala, ni majira ya kupanda, kulima. Kupanda kweli kweli. Kwa sababu ndio muda wako kuchonga njia ili bahati kweli iwe inakuja yenyewe. Tuko pamoja ndugu zangu? Kwa hiyo mimi napenda tu ni washauri vijana wenzangu au wadogo zangu, maki wengi hapa ni kama wadogo zangu kabisa. Naomba nikushauri. Nakumbuka hata Eno sasa tunamwambia kipindi choko chuo, nilichokuwa nashukuru ni utii aliyokuwa nao. Unajua ukiwa mtii ni rahisi sana kufanikiwa kwa sababu ni rahisi kushauriwa. Umeona? Basi kama yeye akasikia na vikamuingia, ndio alikuwa tunataniana Marekani tunaenda pale. Unajua zamani kupata tiketi ya kwenda Marekani kwanza hiyo visa. Ni issue. Vijana wanakuwa unazamia, hujaoa wengine, sio nini. Umeelewa? Lakini forever kana tupeleka. Kama yeye au mimi au hawa wengine waliweza, mimi najua hata wao naweza. Mwambie jirani yako hata mimi naweza. Hata mimi naweza. Baada ya kusema hayo machache, naomba nikupate kuona wale ambao wanasema mimi kwa kweli natamani baada ya miaka 2, 3, 5 ni make history. Nyosha mkono wako juu, kupigie makofi. Wow. Congratulations kwa sababu huu mkono ulionyosha hivi unaweza kana kutoka mkono unyosha, lakini unajua wanasema popote tulipo kuna viumbe. Wewe uvione tu, ina maana kuna angels. Hivi unapokuwa unaamini tu, automatically Mungu anaanza kukutengenezea njia. Kwa hiyo wewe sasa ka make decision. Finalize your decision quickly, alafu kaa kwenye orientation. Kuwa a student. Unajua when a student is ready, a teacher will show up, eh? Oh yes. Kwa hiyo kwa teachers are already there, be a student. Alafu niambie baada ya 1 year. I'm telling you, unakuja hapa na historia ya tofauti. Sijawahi kumuona mtu after 1 year. Nakumbuka Wilbard alipojoin business. Nilikaa naye kwenye kasehemu fulani hapo. Panaitwa nini kale ka hoteli nini hapo karibu na nyuma ya Science. Tunakaa pale. Tunakaa tunafanya Grand Villa. Tunafanya tu one-to-one kwenye meza. Tunaongea vitu vingi tu. Utani tu. Lakini alikuwa mtii kweli, anasikiliza, anaendelea. Leo hii is talking a different story. Kwa hiyo mimi ninachokiona it's only in your hands. Sikubana you are driver of your own success. Yes. Sasa go do it. Let's go do it. Oh yes. Tushuhudia vya wenzio. Let's go Do it. So congratulations once more. Na penda makaribisho sana kwa Oklahoma family. Now most welcome and see you at the top because the top is never crowded. Thank you very much. Jamani, sasa hayo ni makofi yangu, mimi narudi hapa. Naomba tupigieni yes. So thank you very much. Now tunaenda kufanya just one last thing.